andika goli, na goli lingine lilikuwa ni uzembe wa mabeki wa Simba. Shemaloni anarudisha mpira kwa Ali Salim Katoro. Ali Salim Katoro anashindwa kucontrol pressure ya mchezo kwa sababu alikuwa ameingia kutokea benchi. Simba wanaruhusu goli la pili. Goli la tatu ambalo Singida wamefunga ni mpira wa kutenga. Emmanuel Keeke, mchezaji ambaye amefunga goli la pili, huyo anatulia, na siku zote mipira ya kutenga huwa haina wa kumlaumu. Mpira wa kutenga ni ufundi, tunamsifia aliyepiga. Emmanuel Keeke amepiga vizuri, amechagua engo ya mbali kiasi kwamba Ali Salim alishindwa kufuata ule mpira eneo ambalo limepigwa. Simba kwenye dakika 68 wanaandika bao la kusawazisha, na matumaini yanaibuka kwa mashabiki wengi wa Simba wakiamini kwamba Simba anaweza akapata goli la pili na la tatu na mechi kaisha sare. Jean Chalea huwa kama alivyofanya Emmanuel Keeke, naye anaandikia Simba goli kwa kupitia mpira wa kutenga. Kama nilivyosema kwenye kipindi cha kwanza kwamba kocha wa Singida anapaswa kuwa mjanja zaidi kimbinu, kwa sababu Fadlu Davids ni mmoja kati ya makocha bora kwenye NBC. Kocha David Ouma naye pia amezilisha ubora wake kwa kuicheza game yake vizuri zidi ya Simba kwa kuongeza viungo mara baada ya kuwa na mtaji wa goli mbili. Amemuingiza Kevin Nation ambaye tunajua ni compactness yake kwenye eneo la kiungo wa ulinzi, na hata kwenye game ya kwanza ni mchezaji ambaye wengi walitegemea hatoimaliza mechi, labda angepata kadi ya pili nyekundu, lakini leo amekuwa mtulivu sana. Na kingine, kocha Fadlu kama nilivyosema kwenye kipindi cha kwanza, anahitaji kuongeza watu ambao wanaweza kaishambulia Singida kwa pressure kubwa. Anamuingiza Mpanzu, lakini anamuingiza Debra Fernandez ambaye tunajua ufanisi wake wa kupiga mipira kwenye mipira sasa ya penetration. Sababu ya lazima inatokea, Valentino Noma anapata majeraha, na kile ambacho nilikisema kwenye kipindi cha kwanza kwamba Simba inahitaji mmoja kati ya wale mabeki wake wazoefu kati ya Zimbwe au Kapombe, anaingia Zimbwe na timu kidogo inaonekana kupata uhai na mashambulizi yanaanza kutengenezwa. Lakini haikuwa siku nzuri kwa Simba Sport Club. Matokeo, mechi inaisha Singida Black Stars 3 Simba 1. Lakini ni kwa nini imekuwa ni rahisi sana Simba kuruhusu mabao mawili ndani ya kipindi kimoja? Kwa mfano kwa maana ya kipindi kimoja cha dakika 45 Simba imeruhusu mabao mawili. Kwa nini imekuwa rahisi kiasi hicho? Ni namna ambavyo Singida walikuja. Kiukweli Simba ukiwatia pressure hasa kwenye eneo kuanzia eneo lao la backline, maana build up yao inaanzia chini. Simba wanapenda kuanzisha mashambulizi yao kupitia kwa goalkeeper wao Musa Kamara na mabeki wawili wakati kuelekea kwa Fabrice Ngoma mpaka maeneo ya mwisho, na mipira mingi yoga inapita pembeni. Sasa Singida wamejua namna ya kutumia makosa ya Simba, na ndio maana wamefanikiwa kupata magoli. Lakini kitu kingine naweza kusema ni fatiki ya wachezaji. Ukiangalia ndani ya hizi siku 2-3 Simba wamecheza mechi wametoka kucheza mechi ya finali, wakakutana na mechi ya Singida Black Stars kwenye ligi, wakafanikiwa kushinda. Lakini hata ukiangalia namna ambavyo ile mechi walishinda kwa taabu sana. Yani muda mwingi Singida alikuwa anakuja kwenye lango la Simba kuliko Simba kwenda kwenye lango la Singida, hasa kipindi cha pili. Kwa hiyo Singida wamekuwa bora sana kuliko Simba, na ndio maana wamefanikiwa kupata magoli mawili katika kipindi kimoja, kipindi cha kwanza. Na pengine ni kwa nini Singida Black Stars imeweza kupata ushindi, ili hali tukiangalia rekodi mchezo uliopita imefungwa katika NBC, imetoka kupokea kichapo cha bao moja, lakini sasa hivi inagawa kichapo cha bao mbili. Ni wapi Singida Black Stars imejifunza na imekuwa imara zaidi? Siku zote hata ukiangalia kwa mfano kwenye mchezo wa ngumi, mara nyingi anayeshinda mechi huwa anakuwa na mechi ngumu zaidi ya marudiano kuliko aliyepigwa. Singida alifungwa na Simba mechi ya kwanza, kwa vyovyote vile asingekubali mechi ya pili pia aweze kufungwa. Kwa hiyo naamini Singida walifanya maandalizi yao kuanzia nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja, na wamefanikiwa kuwa bora kuliko Simba. Naamini ubora pia wa kikosi cha Singida Black Stars umewawezesha kupata matokeo, kwa sababu Singida sio timu ambayo unaweza kaiandalia tukasema ni timu ambayo ina kikosi kidhaifu kulinganisha na timu nyingine za ligi kuu. Singida wana quality players, wana professional footballers, ndio maana wamefanikiwa kupata matokeo. Singida ni unaweza kusema ni Champions League material au Confederation material. Kwa hiyo ni timu ambazo Simba ni aina ya kikosi ambayo Simba ametoka kukutana nacho kwenye michuano ya kombe la shirikisho, na mara nyingi huwa anakutana nazo timu kama hizo kwenye michuano ya ligi ya mabingwa mara anaposhiriki. Kwa hiyo uwezi ukasema ukapuuza Singida kwa ushindi wao, kwa sababu wamekuwa bora kuliko Simba Sport. Sasa hii inagawa tiketi ya moja kwa moja Singida Black Stars dhidi ya Young African Sports Club.
Singida Black Stars na Young African Sports Club ni mchezo ambao mimi binafsi naweza nikampa nafasi kubwa Yanga ya kupata matokeo kulingana na rekodi ambazo Young African amekuwa nazo kwa Singida. Katika mechi 5 za mwisho ambazo Singida na Yanga amecheza, Singida hajafanikiwa kupata matokeo, na sidhani kama amefanikiwa hata kupata goli mbele ya Young Africans. Ilikuwa vivyo hivyo kwa Simba, lakini mechi ya Singida na Yanga ni mechi ambayo huwezi kaweka kwenye mzani kwamba Singida wanaweza wakatoa game ngumu sana kwa Yanga, kulingana na pia sitaki kuamini kwenye siasa za mpira, lakini ni game ambayo mimi nampa nafasi kubwa Young African ya kutetea kombe lake ile ambalo amekuwa bingwa mara 3 mfululizo. Kwa hiyo ni game ambayo siwezi nikasema ni nyepesi, lakini nafasi kubwa nampa Young Africans kwenye kutetea ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB. Hii imeua ndoto za wapenzi wa Young Africans kwamba watakutana dabi na Simba Sports Club. Sasa ni rasmi kwamba Simba hawatokutana kwenye CRDB, na dabi pia wengi wanasema Yanga kwamba hawatoweza kucheza dabi. Pengine hii imeenda kuathiri kiasi gani, au kuna marekebisho yanatakiwa yafanyike kiasi gani? Kusema kwamba Young Africans hawatacheza dabi, hizo ni propaganda ambazo zinatengenezwa tu nje ya uwanja, lakini kile ambacho mimi ninakiamini kama mtu wa mpira, Young Africans wana uwezo wa kuleta timu hiyo tarehe 15 na kukompiti na Simba, lakini kupitia matokeo ambayo Simba ameyapata leo yanaweza yakajenga morali kwa wachezaji wa Yanga, lakini pia viongozi wa Yanga pamoja na mashabiki, kiasi kawapelekea kuleta timu tarehe 15. Kwa hiyo kusema kwamba dabi haitokuwepo, mimi nitakuwa mtu wa mwisho kuamini hiyo tarehe 15 mwezi wa 6 saa 11, nafikiri mechi itakuwa saa 11, nitakuwa mtu wa mwisho kuamini kama mechi haipo. Lakini ninachoamini ni kwamba Young Africans wataleta timu, na Young Africans kulingana na rekodi zao kwenye mechi 4 na Simba zinawabeba zaidi na zinanafanya kuwa favorite wa mchezo. Kwa hiyo Yanga naamini wataleta timu. Hizi propaganda za kwamba tucheze ni propaganda tu ambazo tumezoea kwenye timu zetu hizi za Simba na Yanga. Kwa maana hiyo, kumbe kichapo cha Simba leo hii dhidi ya Singida Black Stars inaweza ikawa imekuwa chachu ya kuhamasisha wanayanga kukubali kuelekea dabi ya tarehe 15 mwezi wa 6. Hicho ni kitu ambacho mimi ninakiamini kwa 100%. Matokeo ya leo yanaipa chachu Young Africans kuja kwenye mchezo wa tarehe 15 mwezi wa 6. Kusema hawachezi ni maneno ambayo tunasikia, lakini ndani najua maandalizi ya dabi yashaanza kufanyika, na hajaanza kufanyika eti leo, ameanza kufanyika jana. Maandalizi yameanza kufanyika muda, na Yanga naamini wataleta timu na watakuja kukompiti na Simba. Na pengine ucheleweshaji wa majibu kwamba dabi itachezeka ama haichezeki inaathiri watazamaji pamoja na mashabiki wa Yanga kiasi gani? Kwa upande mimi ninachokiamini ni kwamba wachezaji pamoja na management ya timu upande zote mbili, Simba pamoja na Yanga, wanajiandaa kucheza mchezo wa tarehe 15. Kwa hiyo mashabiki kuathirika ni kwa asilimia chache sana, kwa sababu wanaocheza mchezo ni wachezaji. Kwa hiyo kama maandalizi yanafanyika nje ya uwanja, wachezaji wanajiandaa kisaikolojia, kuna dabi, basi sidhani kama inaweza ikaathiri sana kwa upande wa mashabiki. Mashabiki wakitangaziwa tarehe hata dabi inachezwa kesho, wanaweza kuondoka na kwenda kwenye uwanja wa Mkapa na kutizama mechi. Kwa hiyo sidhani kama ni sababu ya msingi sana, au inaweza ikaleta athari kubwa kwa upande wa mashabiki. Kwa kumalizia, Simba inatakiwa iwe bora wapi na wapi ili iwe faida kwa mechi zijazo, wakirekebisha makosa ya leo? Kiukweli nafikiri ni kupoteza tu ile Simba kwenye mechi kama 4 au 5 za mwisho. Simba wamepata ushindi kwenye mechi moja. Mechi 2 ya Berkane walifungwa, mechi ya marudiano hapa nyumbani Simba alipata sare. Ameshinda mechi ya Black Stars tu ambayo iliisha kwa goli 1-0. Kwa hiyo nafikiri pia ile momentum ya wachezaji na spirit ya ushindi imepotea kwenye timu. Kwa hiyo ni kuwajenga kisaikolojia, kukaa nao vizuri, na wachezaji kupata muda wa kupumzika, wanaweza wakagain momentum na kurudi kwenye hali yao kawaida. Kwa sababu ukiangalia kwenye ligi kuu Simba ana unbeaten 22, ndio timu pekee ambayo ina unbeaten nyingi kuliko timu zingine zote. Mara ya mwisho Simba alifungwa kwenye mechi ya tarehe 8, nafikiri tarehe 8 Oktoba na Young Africans. Toka hapo Simba hajafungwa. Kwa hiyo naamini coach Fadru pamoja na bench la ufundi wakikaa wakaituliza timu, wakapunguza pressure, michezo ijayo Simba anaweza akashinda, na uwezo kumtoa kwenye race ya kugombania au kupambania kombe la NBC, yani ubingwa wa ligi kuu. Bado ana nafasi kwa sababu gap sio kubwa sana, gap ni point 1 tu, ambao nafikiri point 1 itaamuliwa kwenye mchezo wa tarehe 15 endapo Young Africans wataleta timu. Ila kocha anatosha.
kocha anatosha. Fadlu amekuwa kocha ambaye naweza nikasema katika makocha watano waliopita au 3 waliopita kwenye klabu ya Simba, Fadlu ni moja kati ya makocha bora sana kuwahi kutokea kwenye klabu yetu, kwa namna ambavyo kwanza ametumia muda mchache sana kutimiza malengo ya Simba. Watu wengine wanasema ni fluke kwamba Simba kufika finali ya Confederation ni fluke, lakini sio fluke. Ni ubora wa mbinu za kocha zimewezesha Simba kufika kwenye finali. Lakini hizi hali huwa zinatokea tu kwenye timu yoyote. Kuna muda timu inaweza ikapata matokeo na kuna muda timu inaweza isipate matokeo. Kwa hiyo Fadlu apewe nafasi na endelee kuaminiwa na viongozi, anaweza kaifikisha Simba kwenye hatua za juu zaidi, na inawezekana kabisa kama timu itakuwa kwenye utulivu kushinda mchezo wa tarehe 15. Inawezekana, japokuwa kulingana na rekodi zilizopo asilimia ni chache, lakini kama timu itakuwa kwenye utulivu, nafikiri Simba inaweza ikapata matokeo kwenye dabi. Asante sana.